yanaonekana, matendo yao yanaonekana, namna ya kujali inaonekana, namna ya kuthamini inaonekana. Huyu asiyethamini ana shida. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Unajua mtu anaweza kasimama hivi, si ndio? Si nimesimama? Nimesimama. Atakaye niona atasema nimesimama, lakini sijasimama sawa sawa. Sijasimama. Si unaona hapa nimesimama sawa sawa. Lakini mtu mwingine ataona ndicho amesimama, lakini nimesimama, sijasimama sawa sawa. Na washirika tunao wengi wanaonyesha kama wamesimama, lakini hawajasimama sawa sawa, kwa sababu hawajapambanua gharama ya msalaba. Hawajapambanua, na hii ndio inaleta shida. Saa ya meza ya Bwana, saa ya meza ya Bwana ikifika, unaona watu wote wanaondoka. Ndio mchungaji unaweza kazimia. Unasema sasa wote najua ni washirika. Sasa saa ya meza ya Bwana wote wanakimbia. Sasa Yesu akirudi, hawa wote namna gani hawa? Hayo ni maisha hovyo kabisa. Maisha hovyo ambayo si nafasi ya mtu aliyeubeba msalaba wa Kristo. Yesu asifiwe. Mimi naona kama uliolewa kwa kutoroshwa na hujatolewa mahali, ongea na mume wako akatoe mahali. Ongea na mume wako akatoe nini? Mahali. Na kama uko baba una mke lakini hujamlipia mahali, fanya haraka ulipe mahali. Fanya haraka ulipe mahali. Unaendelea kuwa na mtoto wa watu, unaona raha tu. Sio haki. Na ndio maana haki ya kikanisa inaanzia kwa wazazi. Mimi askofu lazima niulize, wewe unataka kubariki ndoa, je, wazazi wameshakula? Maana lazima utoe wale wafurahi, ili watoe baraka itakayoungana na madhabahu. Jamani, haki na gharama. Haki na gharama. Unaweza ukajipa amani ukasema mimi ninaokoka naenda mbinguni, kumbe una madeni kede kede. Yesu asifiwe. Tumtambue Yesu. Tumtambue Yesu. Na unapoishi katika wokovu, usiishi na mashitaka. Mchungaji nikisema, jamani leo tunashiriki meza ya Bwana, wala usiwe na shida. Wala usiwe na nini? Na shida. Unasema mimi ni mshirika, lazima nishiriki. Lazima nishiriki. Wewe saa ya kushiriki meza ya Bwana ndio unaenda unapiga magoti, Mungu naomba nisamehe, nitakase kabisa, nahitaji kushiriki meza ya Bwana. Elia, hiyo iko sawa? Maana ujio wa Yesu kuja kulichukua kanisa hakuna anayejua. Kwa hiyo ukiishi na hakiba ya dhambi ni makosa.
kuishi na akiba ya dhambi ni makosa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo msalaba ni mateso. Msalaba ni mateso. Kila aliyeokoka anapouchukua msalaba wake, maana yake anachukua mateso ya imani katika Kristo Yesu. Yale mateso ni baadhi ya vitu ulivyokuwa ukiviishi kwa kuvifanya. Sasa ukisha uchukua msalaba wa Kristo unaacha. Ulikuwa unakunywa pombe, hunywi tena pombe. Ulikuwa unalewa pombe, hulewi pombe tena.